Asante kwa Mungu wetu kwa siku ya leo ambayo ametupa ili tuweze kuendelea katika neno lake na tuweze kujifunza mapenzi yake ili tuweze kumjua zaidi na kuweza kumwelewa na kujua njia zake na vile anavyotaka tuweze kuishi. Kwa hivyo, kwa wiki jana tulisoma katika ile sura ambayo ilikuwa ni sura ya 24 na tulijifunza mambo mengi ambayo tulifunzwa na Bwana juu ya kutovuna shamba lote, kuacha kwa sababu ya mgeni, na vile vile kwa sababu ya yatima, na vile vile kwa sababu ya mjane aliye katika ama kati yenu, na vile vile yule anaweza kuwa anapita njia, yani yule ndiye mgeni. Kwa hivyo haya tulijifunza na tukaambiwa tukifanya hayo tusije tukasahau ya kwamba tulikuwa watumwa katika nchi ya Misri. Kwa hivyo wapenzi, tukitenda hayo ndiyo Mungu anasema atatubariki na ataweza kutuheshimu kwa kazi tunayofanya ya mikono yetu. Kwa hivyo kitu cha muhimu ni kuweza kutenda mapenzi ya Mungu ili kazi ya Bwana iweze kuendelea vizuri, hasa katika maisha yetu tuweze kukubalika mbele zake na tuweze kubarikiwa. Kwa hivyo siku ya leo tunaingia katika sura ya 25 ambayo tunaona ya kwamba inaendelea na ile sura ya mafunzo yale ambayo tulikuwa tunaendelea nayo, na sasa tutaangalia ama kuangaza katika mstari wa kwanza ili kuendelea na sheria hizi za patano katika majamii ili tujue ni namna gani. Pakiwa na mashindano kati ya watu wakaenda kwa waamuzi ama wakaenda maamuzini, na hao waamuzi wakawaamua na wampe haki mwenye haki na wamhukumie makosa yule mwovu. Kwa hivyo hii inaongea juu ya hakimu. Wakati ambapo watu wawili wamekosana ama wameshindana, kushindana ni hali ya kukosana, kutokusikizana, liwe jambo hawana suluhu, yaani hawana jawabu ya jambo ambalo wanashindana juu yalo. Pengine ni mambo ya wizi, pengine ni mambo ya jamii kutokupatana, pengine ni kosa lilikuja kwa njia ingine, kwa masengenyo na mengine, likawa jambo kubwa ambalo hawapati jawabu. Basi hawa watu wakienda maamuzini, wakienda mbele ya hukumu ambaye atawaamua yale matendo ambayo wametenda ama vile wanataka waamuliwe, basi neno la Mungu linatuambia ya kwamba ni sharti mambo haya yaangaliwe na muamuzi. Muamuzi atawaamua ampe mwenye haki, yule ambaye ametenda haki, yule ambaye hana kosa ampe haki yake, na yule ambaye anakosa ahukumiwe juu ya makosa yake. Kwa hivyo anasema ya kwamba pasiwe na upendeleo, kwa sababu mtu pengine ameleta riba, amekuja amehongana, amesema itakuwa hivi, nisaidie nini, anatumia pesa zake na uweza wake, pengine yule mmoja ni maskini hajiwezi. Kwa hivyo inasemekana mwenye kuhukumu asiweze kupeana jawabu ambalo halina haki, aweze kupeana haki, aweze kuhukumu kwa njia ya haki ili mtu apate haki yake, na yule ambaye ametenda maovu, ambaye ni mkosaji, basi apate haki yake kulingana na makosa yake. Kwa hivyo wapenzi, angalia jambo hili limeharibiwa sana katika ulimwengu tunamoishi. Watu wanatenda kadri ya mapenzi yao na vile ulivyo na mali. Ati mwenye haki hapati haki yake kama anashindana na tajiri. Na utaona ya kwamba watu wengi wamepoteza mashamba zao, watu wengi wamepoteza haki ya urithi wao, kama vile Nabothi. Unakumbuka katika Biblia vile ilitendeka, na Mungu alitoa hukumu mwenyewe kwa Ahab na mambo yaliyotendeka. Na hivi ndivyo Bwana anasema, kwa sababu tuseme kwa mfano uweze kuangalia siku hizo za Naboth. Ukiangalia vizuri utaona ya kwamba Naboth alikuwa anashindana na mfalme, ambaye mfalme hangeweza kuhukumiwa na hukumu yoyote ama mwenye hakimu yoyote pale katika serikali yake. Kwa hivyo aliye hukumu ni nani? Ni Mungu mwenyewe, kwa sababu hao waliharibu haki ya Nabothi. Naye Mungu alipohukumu mwenyewe, matokeo yake huyu Ahabu alifariki, aliuawa, na mkewe vile vile aliuawa, na wakawa watazikwa kwa njia isiyo na heshima, kwa sababu damu yao ililambwa na mbwa hadharani. Kwa hivyo wapenzi, hukumu ya Bwana ni chungu sana. Kwa hivyo ukiwa ndio unaamua kesi, amua kwa njia ya haki, kwa sababu ole wake anayemuogopa mwanadamu
kwa sababu mwanadamu hakuna mahali atakupeleka, lakini hukumu yako itakuwa mbele ya Mungu. Kwa hivyo neno hili liangaliliwe, na ndipo Bwana anasema kabla ya kwenda mahakamani, kwa sababu alijua mambo kama haya yangetendeka. Ukisoma katika Mathayo 5 mstari wa 33 mpaka 35 utaona ya kwamba ati huyu mwenye haki, kama unasema ni kweli iwe kweli, kama ni la iwe la. Na mnaambiwa ya kwamba kabla ya kwenda hukumuni, kwanza mpatane kabla ya kufika pale, ili muweze kuwa na suluhisho katika jambo ambalo linawatatiza. Kwa hivyo wapenzi, neno la Mungu limetueleza vizuri. Hiyo ni katika Agano Jipya. Agano la Kale Mungu alikuwa hukumu mwenyewe, lakini vile vile katika Agano la Kale, wakati wa mama wawili walipokosana juu ya mtoto, wakapeleka mbele ya mfalme ambaye ndio alikuwa hukumu, Suleiman. Nyakati zile, unajua Suleiman mwenyewe alitoa hukumu kwa njia ya haki, na ilikuwa haki imefichwa sana, hangeweza kuipata. Hakimu wa kawaida hangeweza kuielewa, na unaona ya kwamba alitumia mbinu ya ajabu sana ambaye haikutarajiwa katika ulimwengu wa kiroho, yaani upendo. Aliangalia upendo utakuwa namna gani, ndipo akasema ya kwamba mtoto huyu aliyesalia basi aletwe, apasuliwe mara mbili, kila mmoja wa hao mama wachukue nusu. Na kwa hivyo hapo alionyesha upendo, kwa sababu aliyekuwa amemzaa yule mtoto kwa upendo alisema usimuue, mpe yule tu akae naye, bora mtoto awe hai. Na hapo Suleiman akaweza kupata haki, akajua unampenda aliye wako asife. Kwa hivyo akasema huyu ndiye mama mwenye mtoto, na yule mkosaji basi ikawa hukumu ni juu yake. Kwa hivyo wapenzi, uangalie mambo haya yalihukumiwa kwa njia tofauti, na wakati fulani utakumbuka katika Agano Jipya kitabu cha Luka, unaona huyu naye hakuhukumiwa kwa haki, huyu Yesu Kristo, kwa sababu aliyekuwa na haki ni yule Pilato. Akaangalia akaona Yesu hana kosa, lakini hawa wengine kina naye Herodi hakuona kosa, ndio akampeleka kwa Pilato. Lakini hawa mlio nao katika dini, mnaokula pamoja, makuhani, Wafarisayo, hawa ndio waliona anakosa. Kwa sababu gani? Walimdharau, waliona wamfinyilie, kwa sababu alikuwa anaondoa haki zao kwa kuwafunza watu ukweli na mambo ambayo hawakuelewa, lakini hasa walitaka wamuondoe ili waweze kufanya yale wanayopenda. Kwa hivyo wapenzi, unaona haikuwa hukumu ya haki kwa Kristo, na unaona ndio walienda hata wakaenda zaidi, wakasema ya kwamba mnataka nini? Walipoulizwa na Pilato wakasema hapana, aondolewe, atolewe gerezani yule ambaye ni mwovu zaidi, aliyekuwa anatenda maovu zaidi, naye waweze kumsulubu Yesu kwa njia isiyo haki. Kwa hivyo tukiangalia, tunaelezwa ya kwamba katika maandiko ya Mungu kuna hukumu zingine zinatolewa kwa njia isiyo ya haki, lakini mapenzi ya Mungu ametuambia katika hiyo verse hiyo, mstari wa kwanza ametuambia mwenye haki apewe haki, na mwenye uovu ahukumiwe kulingana na uovu wake. Kwa hivyo hata nyumbani kwako, hata wakati unatenda mambo ndani ya boma yako, angalia watoto wako, mke wako, na wote walio katika mamlaka yako, hata watumwa walio katika nyumba yako na watumishi wengine, wakati wana kesi ama jambo ambalo hawapatani, wana mashindano, tafadhali uwe unahukumu kwa njia ya haki. Kwa hivyo wapenzi, na iwe ikimpasa kupigwa yule mwovu, ikimpasa kupigwa yule mwovu, alazwe chini na mwamuzi na kupigwa mbele ya uso wake kwa kadiri ya uovu wake kwa kuhesabu. Kwa hivyo ilikuwa nyakati zile hasa gereza ilipelekwa yule ambaye alikuwa ametenda kosa kubwa sana kama mauaji na mengine, lakini hasa unaambiwa sasa yule ambaye atapatikana ni mwovu katika mashindano walioleta mbele ya hukumu, huyu aweze kuhukumiwa na alazwe chini, alale pale chini vile mtu anavyolala akipigwa mijeredi, ambaye atakuwa amehukumiwa. Na unajua katika Israeli haikuzidi mijeredi 40. Kwa hivyo wapenzi, utaona ya kwamba angeweza kuhukumiwa kulingana na kosa lake, mijeredi 1, 2, 3 mpaka 39. Kwa hivyo angeweza kuhukumiwa hiyo, na angeweza kupigwa. Usiende ukiwa hukuma, wewe ndio ambaye una hukumu, wewe ndiye jaji, wewe ndio hakimu.
ukiwa pale pale uone ya kwamba ile sheria umetoa ama maamuzi yako inatendwa mbele zako, kwa sababu ukiacha, wengine wataenda kuiharibu kule nje wakishatoka mbele zako, na yule mwovu aachiliwe kama ana uwezo. Na ndiyo Mungu aliona hayo, anasema alazwe chini na mwamuzi huyu hakimu awe pale la kupigwa mbele ya uso wake, yaani asiende kama hajapata ile hukumu kwa kadri ya uovu wake, kipimo kile ambacho huyu hukumu alisema apigwe kulingana na viboko ambavyo alikadiria. Kwa hivyo wapenzi, na zihesabiwe. Sijui kama umewahi kuona nyakati zile ambazo zimepita katika nchi tofauti, tukisema hata nchi yetu ambayo Mungu ametupa hii ya Marekani, haujasikia sana mambo ya watu kupigwa viboko gerezani. Lakini hapo awali, siku za Waingereza kule Afrika, na hata serikali za Waafrika wenyewe na nchi zingine hata sasa labda bado zina sheria hiyo, basi watu walikuwa wakipigwa viboko. Kwa mfano kama nchi ya Kenya, watu wamepigwa viboko mpaka miaka ya 2000. Nafikiri rais mmoja aliyeitwa Kibaki, huyu ndiye aliweza kuondoa mambo mengi kama yale, na hukumu ya kifo akaweza kusimamisha watu wafungue maisha. Kwa hivyo wapenzi, ninasema nini? Ninasema ya kwamba watu walikuwa wakipigwa viboko, na viboko hivi vilikuwa wanapigwa wakiwa wameangikwa misalabani iliyokaa kama alama ile ya kupiga mara katika hesabu, na walipigwa kama hawana suruali na zingine, na kuwekwa kitambaa ya chumvi machungu sana. Wengine wangeweza kulala kwa siku kadhaa. Ilikuwa ni adhabu kali, na hiyo ilikuwa ni kulingana na maandiko ya Biblia, na sidhani kama kuna mtu ambaye alipigwa viboko angependelea kurudi tena apigwe viboko vingine. Ni chungu kwa wale walioweza kupigwa. Kwa hivyo wapenzi, hata wengine wakafa wakipigwa viboko, wengine wangeweza kuvumilia. Kwa hivyo wapenzi, mambo haya si ati yanaanza, yalikuwepo. Bwana aliyaona kabla ya yote. Kwa hivyo si mwanadamu alianzisha, ama watu waketi katika mikutano yao na kusema tumeanzisha hii na tunasema watu wataadhibiwa hivi. Hapana. Hiyo hata wakiita katiba yao huwa wamechukua mambo mengi hasa yote katika sheria kutoka katika neno la Mungu. Kwa hivyo katika mstari wa 3 tunaona aweza kumpiga fimbo 40, asizidishe, asije akaonekana nduguyo kuwa amedharauliwa kwako. Azidishapo kwa kumpiga fimbo nyingi juu ya hizi. Unaona, katika hapo ndipo nilikuwa nimewambia ya kwamba wakati unahukumiwa kupigwa zile fimbo kulingana na makosa yako, zisipite 40. Ya juu kabisa iwe 40, kwa sababu ikipita hapo iwe 41 kuendelea ni madharau. Sasa hata si kumwadhibu yule mtu, ni kumdharau na kuona hafai mbele ya watu wengine, na sheria haikufuatwa kwa sababu ni aina fulani ya kuadhibu na mapendeleo ya chuki ambayo Bwana alisema isipite pale. Kwa hivyo katika viwango vyote vya hukumu unaweza kutoa, kuna kiwango kile utafika. Hauwezi kupitisha pale, ni lazima iwe pale ama chini ya pale. Kwa hivyo wapenzi, unaona ya kwamba kati ya hizi fimbo 40, Yesu alipigwa fimbo 40 yeye mwenyewe. Yeye ndiye alipigwa zile za juu kabisa 40. Kwa nini? Kwa sababu yeye makuhani wenyewe walitaka kufanya hii sheria ya kwamba yeye ametenda dhambi zaidi kuliko wote kwa kuja na kuhubiri juu ya ufalme wa Mungu. Kwa hivyo utaona katika kitabu cha Wakorintho wa pili 11 mstari wa 24, unaona Paulo naye alipoenda akawa atapigwa ile mijeredi wakati alihukumiwa kule Rumi. Unaona yeye alikataa, alisema asipigwe 40 kama vile Yesu alivyopigwa 40, lakini yeye akapigwa 39. Kwa hivyo wapenzi, hakujifananisha na Kristo aliyepigwa yote kulingana na maandiko 40. Hata ukirudi katika vitabu za Isaia utaona ni Yesu peke yake alifika ile mijeredi 40. Na ukisoma vile vile kwa mijeredi ile, ukisoma katika waraka wa pili wa Petro 2 mstari wa 24, utaona ya kwamba kwa mijeredi ile ambayo alipigwa
sisi tulipata kupona. Kwa hivyo nini? Nilipiga mwili, alipigwa mwili, sio roho, mwili. Na wakati mwili alipigwa, hiyo ndio iliweza kuleta wokovu wetu, kwa sababu mwili uliadhibiwa usirudi kutenda dhambi. Na ndiyo maana hapa unasikia kosa anapigwa ili asitende dhambi, kwa sababu ni mwili ambao unapigwa. Roho hauwezi kuiadhibu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wapenzi, uangalie jambo hili sana, uone ya kwamba hukumu ya juu zaidi ni Kristo aliibeba, naye mwasi aliyekuwa ameasi kabisa na muuaji hatari akaweza kuachiliwa huru, ili Kristo aweze kuchukua dhambi zote za ulimwengu. Kwa hivyo uyaelewe maneno hayo, ni maneno muhimu sana. Na wakati ambapo unaangalia katika kusoma mambo ya sheria za nchi yenu na mengine, ama unaingia kuona ile ambaye ni katiba ya nchi unayoishi hapa Marekani, na vile vile katika Afrika, nchi ulikotoka, uangalie sana katiba uweze kulinganisha na neno la Mungu, uone Mungu anasema nini na serikali ya kwenu imetengeneza katiba ya aina gani. Kama haikubaliani na hii katiba ya Mungu ambaye ni neno la Mungu, basi ile ni katiba ya mwanadamu. Ndio tunasema ni serikali ambayo ni ya udikteta, ambayo ni watu wanatenda mapenzi yao, wanaadhibu kimapenzi yao, wanatenda mapenzi yao ili kuwafinyilia watu wa Mungu. Na utaona katika nchi nyingi watu wamechukua sheria zao, si kupiga tu na kuadhibu, lakini wale wasio na haki wanapigwa hata risasi na kuuawa na mambo mengine. Hiyo ni kupitisha. Bwana hakusema watu wauawe namna hii. Bwana anasema ya kwamba watu waende mbele ya hukumu, waweze kuhukumiwa na hakimu ambaye amefunzu, na akiweza kuhukumu wafanyiwe ile sheria kama ilivyo mbele ya hakimu. Lakini sasa utaona nchi nyingi, hata sasa utasikia nchi kama iliyokuwa inachaguana jana, unasikia katika Afrika juzi, unaona ya kwamba wameua watu wengi kule. Mwezi ule wa 11 vile vile utakumbuka nchi fulani katika upande wa mashariki, mama moja aliyetawala kwa mabavu, unaona vile aliua watu wengi, nchi ambaye haijapatikana kuwa na mambo kama hiyo tangu wapate uhuru. Hata kabla ya uhuru katika utawala wa mkoloni haikuweza kuonekana hivyo, ila wakati moja tu katika miaka ya 1900 hapo mwanzo 102, 103, 104, hapo wakati kulikuwa na vita muliita Majimaji Rebellion, ambapo watu walisimama wakipinga Muingereza kuchukua nchi yao, na wakawa wanapigwa risasi, na wanasema haziwezi kuingia katika hali ya uchawi na imani yao, lakini wakauawa wengi sana. Majimaji Rebellion. Mambo kama hayo yalitendeka zamani, lakini nyakati hizi hatujawahi kusikia. Hata nchi yetu tuliyotoka, unaona mwaka wa 2024, unaona vile watoto vijana mnawaita Gen Z waliuawa kabisa. Hakukufuatwa sheria. Mtu aliua kwa sababu anataka kukaa hapo, kwa sababu hakutaka kutoka hapo, ndio maana ikatendeka. Hiyo ni kinyume na Mungu. Hata ukienda, hiyo hukumu iko juu yako, ijapokuwa neno linasema tuheshimu mfalme, ili kwa sababu uweza uko mikononi mwake. Lakini kuna shida hapa, naye mfalme hawezi kuua bila haki. Ni lazima aangalie kuna haki gani, lakini si kutumia haki ya mabavu. Kwa hivyo wapenzi, neno la Mungu linaeleza kabisa, na ndio tunaeleza neno kueleza waziwazi. Kila mtu ajue neno la Mungu. Kwa hivyo usije ukajiweka ya kwamba unajua neno la Mungu na hautendi mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo wapenzi, tuangalie. Na wakati kunakuja wakati wa mifugo, mambo ambayo unaweza kuwa naye umebarikiwa naye. Ng'ombe, unaona tumemalizia mwanadamu wakati wanakosea, lakini ng'ombe apurapo nafaka usimfunge kinywa. Yaani wakati ng'ombe anapopiga ile ngano kukanyaga, anapopura ile ngano kukanyaga wakati imekauka, hawezi kumfunga kinywa chake asiume. Hawezi kumfunga. Kwa sababu nini? Ni kazi yake hiyo anafanya. Hiyo ni kusema ya kwamba mtu kazi anayofanya
hata akiwa mjinga kama ng'ombe ama awe namna gani, asifungwe kinywa, apewe haki yake. Usimnyang'anye mtu haki yake, kwa sababu huyu ng'ombe haumpi mshahara. Unampa nini? Ni tumbo, kile kitu atakula, kile anachofanyia kazi pale ndicho chake. Kwa hivyo ukiangalia neno utaona katika Wakorintho wa kwanza 9 mstari wa 9 mpaka 11 inaeleza ile kazi unayofanya uwe ukila haki yako kutoka hapo. Na ndio maana nasema hata kuna vita vingi katika ulimwengu wa wahubiri na wengine, ijapo kuna wengine ambao waliingia kwa njia mbaya, kama vile tunaelezwa katika Yeremia, katika Ezekieli, kutakuja manabii wa uongo na mambo kama yale, hata makuhani. Kwa hivyo kuna mambo yale, ijapo kuwa tunaweza kuwakashifu na kuwadharau, lakini tuangalie kati yao kuna watu wa Mungu. Kwa hivyo kuna vita ambayo inasema watu wasiende kanisa, watu wasitoe sadaka, watu wasifanye. Hiyo ni mwanadamu, ni vita zake, na kama ametumwa akiwa nabii wa Mungu afanye kazi hiyo, na asihukumiwe na yeyote. Mwenye hukumu atakuja. Kwa hivyo wapenzi, tuangalie kazi unayofanya, unatakiwa kupata malipo yake na upewe kwa njia ya haki. Hata kama ni ng'ombe ama ni punda anayebeba mizigo yako ama nini, apewe haki yake kwa sababu amefanya kazi. Kwa hivyo wapenzi, hata neno la Mungu linasema yule anayehubiri vile vile ale katika ile injili anayoendesha. Kwa hivyo wapenzi, mambo haya yaliandikwa, yalijulikana katika Tora, yaani kitabu hiki cha zamani yote, na ndipo Yesu akasema anayaweka nguvu, haji kuyaondoa. Hapana, kwa sababu yeye ndiye mwenye aliandika hii akiwa binguni. Nini? Nguvu ya Mungu, pumzi ya Mungu, na yeye Kristo ndiye aliandika. Kwa hivyo hangeweza kutoa kile alichoandika akiwa Kristo, na sasa kwa sababu amedhihirika katika mwili anakuja kutuambia haki. Lakini kwanza alituma manabii, semeni hivi ndio nawaeleza. Na waliposema watu walikataa, wakakashifu, wakawaua, wengine wakawatendea maovu. Sasa Yesu alikuja kuweka muhuri katika kitabu cha Mathayo 5 mstari wa 17. Kwa hivyo wapenzi, hakuna jambo ambalo unaweza kuondoa, na ndipo nikakwambia na tukasoma katika neno tukasikia ya kwamba mambo mapya na ya kale yanafunzwa pamoja, yaani agano la kale na agano jipya zinaenda pamoja. Uangalie haki hii, kwa sababu wengi hawasomi neno la Mungu na ndiposa wanapotea. Watu wangu wanapotea kwa kukosa kujua, kukosa maarifa. Kwa hivyo wapenzi, ujue jambo hili yote yalikuwepo na Yesu alikuja kuweka muhuri. Kwa hivyo usije ukasema ni Yesu pekee, kwa hivyo mambo haya yote yaliondolewa na damu, kwa hivyo hatuwezi amini. Kwani wewe umekuwa na Biblia mpya yako ambayo unaanza kufunza watu ati ni damu ya Yesu peke yake? Sio hivyo, ni Yesu, Mwana, Baba na Roho. Kwa hivyo mambo hayo yanaenda pamoja. Utakapoketi pamoja na mtu na nduguye mmojawapo akafa, wala hana mwana wa kiume, mke wa yule aliyekufa asiolewe nje na mgeni. Kwa hivyo wapenzi, angalia neno hili sasa linaingia ndani katika jamii. Bwana anasema wakati utaketi mtu na nduguye, na huyu ndugu yako kaoa na ana mke, lakini ndugu huyu afe, yaani wewe mko na ndugu yako, mko wawili hivi, mtu wewe na ndugu yako. Kwa hivyo ndugu yako mojawapo kati yako wewe ama nduguyo akafa, mmojawapo akafa, akifa na wala hana mwana wa kiume, katika mke wake hakuweza kupata mtoto wa kiume, ana watoto wa kike ama alivyobarikiwa, lakini hana mtoto ambaye anaweza kueneza mbegu. Hapa ndipo Bwana anasema, na amekufa, asiolewe nje na mgeni. Asiweze kuolewa na mtu mwingine tofauti kutoka taifa lingine ama kutoka katika sehemu zingine isiyo yenu. Kwa hivyo wapenzi, Bwana anasema nini? Kwa sababu akiolewa na mtu wa nje ambaye ni mgeni, ataleta mbegu ya nje. Kwa hivyo sasa akileta mbegu ya nje, hiyo si mbegu ya baba ya ndugu yako mliyezaliwa pamoja naye, kwa sababu wewe ndugu mtu na yule nduguyo, nyinyi mmezaliwa na baba mmoja, na ikiwa baba mmoja, damu yenu ni moja. Na ndiyo Bwana anasema ili jina lako liweze kuendelea, mke huyu ambaye amefiwa na mume
ambaye hakuweza kupata mtoto wa kiume, basi asikubaliwe kuolewa na mgeni, kwa sababu itakuwa damu ya kigeni imekuja katika boma ile. Nduguye yule mumewe amuingilie, amweke kwake, awe mkewe, kumfanyia yampasayo nduguye mumewe. Kwa hivyo sasa, angalia hapa, ndugu yake aliye hai anaambiwa amuingilie, yani that is, hiyo ni jina ya kufanya ngono, yani ni ngono. Amuingilie, alale naye, yani awe naye katika kimapenzi, na akimchukua kwa sababu ni mke wa nduguye, basi kuna kanuni na sheria ambazo zilifanywa ili awe ametakaswa huyu mama, ndio aweze kuchukuliwa na nduguye, ili aweze nini, awe mke wake na kufanya yampasavyo ndugu yake angefanya, yani amtafutie huyu ndugu yake mtoto wa kiume. Ndiyo maana kumfanyia yapasayo nduguye mumewe, yani afanye ile ilimpasa ndugu yake kufanya, yani awe ngono naye. Na hii inasababisha nini? Kumbuka hapa wakati tunaposoma, kumbuka kitabu cha huyu ambaye aliitwa nani? Aliitwa Naomi, wakiwa na mumewe, wakati ambapo walienda Moab, na wakati walipokuwa huko, vijana wakaoa Ofra na yule Ofra, na vile vile wakaoa Ruth. Na wakati walipokufa wote wawili, na baba yao walikuwa wamekufa tayari, Naomi akabaki na hawa wajane wawili. Kwa hivyo ilitendeka nini? Yeye aliporudi na Ruth katika nchi yao, na akafika kule, akakuta ya kwamba huyu Naomi hangeweza kufanya lolote ama kumrudisha huyu Ruth kwa jamii yao. Kile alitenda, alitaka warudi naye kwao katika jamii yao, ili kwa sababu wamekataa kukaa Moab, ataweza kuweka mbegu ya baba yao katika Israeli. Kwa hivyo wapenzi, huyu mama, kumbuka, si mume mgeni, hana mbegu, yeye ni mwanamke. Ruth ni mwanamke. Kwa hivyo anapokuja, angalia vile kulitendeka kati yake na Boaz, na mambo yaliyoenda mpaka kulala pale chini miguuni pake. Lakini kabla ya Boaz kumuoa, kumbuka ya kwamba aliambiwa nini? Aliambiwa lazima mtu aliye wa karibu sana na bwana ya Naomi aweze kwanza kukubali. Ndugu yake alikuwepo, na alipoitwa alikataa kumchukua nani? Huyu Naomi kwa jamii yake, na basi ikawa huyu wa karibu zaidi naye atamchukua. Lakini itendeka nini? Naomi aliweza kumtoa kiatu na kumtupia kiatu chake na kumtemea mate, kulingana na sheria za Kiyahudi. Na kwa hivyo alivyotenda hivi, ndivyo akaolewa na Boaz. Kwa hivyo wapenzi, ili mbegu ya nani? Ya huyu iweze kuendelea, haleluya, iweze kuendelea. Mambo haya ndiyo nakuletea uweze kuyafahamu vizuri, yako katika neno la Mungu. Kwa hivyo inapasa mbegu hiyo iweze kuendelea. Na nasema nini? Uangalie sana hapa, Mungu anaongea juu ya kuchanganya damu, anaangalia. Na ndio naona familia nyingi zimekuwa na vita ambavyo havifai, kwa sababu watoto wanapokuwa watu wazima hawapatani. Kama mama yao aliweza kuwa amepata watoto tofauti, inakuwa ni ngumu sana. Hawa watoto wana damu tofauti na wengi hawapatani. Angalia mfano hapa Marekani, watu wanakaa boyfriend girlfriend, akichoka naye wamezaa watoto wawili, mmoja anaachana, anaenda nazaa mahali pengine, naye huyu mama anapata mume mwingine, anapata naye, wanakaa boyfriend girlfriend, anapata. Unaweza ona hawa katika nchi hii wanao watoto 5, 6, 7, lakini baba zao tofauti, na ndio hakuna mapatano hapa. Watoto huongea juu ya mama yao, hawajui baba zao. Kwa hivyo ni shida hii ambaye katika Biblia haiangaliliwi vizuri. Watu waliomba uhuru wao, wakatenda walivyotaka. Biblia inasema na watu wakaingia katika dhambi, wakatenda mapenzi yao kinyume na Mungu. Na ndio unaona dhambi imeenea sana katika ulimwengu na magonjwa tofauti. Mambo haya yaliandikwa, lakini watu wamekataa na wanasema hawezi kuishi katika sheria tena. Lakini neno la Mungu halikuja kuondoa amri za Mungu, ilikuja kuweka amri za Mungu nguvu. Amri 10 za Mungu hazijaondolewa, hazikuwa sheria kidogo ya mambo ya kijamii, hiyo ambayo tunaita ya Musa. Lakini amri za Mungu ambazo ni hukumu, katiba
ya mbinguni haibadiliki, iko namna hiyo. Kwa hivyo, na ndio imeandikwa, na tunasoma vile imeandikwa na vile imetendeka, siku za Ruth, siku za nani, mambo haya yalitendeka. Siku za Rahabu, angalia Rahabu alipo nini, alipochukuliwa kutoka Jericho akaokolewa, hakupata mtoto tena na watu wa Jericho. Watu wa Jericho walikuwa wamemalizwa kabisa. Alienda akaolewa na mtu mmoja aliitwa Muisraeli ambaye aliitwa Nahashon, na ndipo akaanza kupata watoto. Sasa angalia mambo haya vile yanavyoendelea, uone ya kwamba Mungu huwa na mpango mzuri. Angalia Juda, wakati mke wake alikufa, alioa Mkananite. Ukiangalia katika Mwanzo 38 unaona ya kwamba yule msichana ambaye aliolewa na watoto wake ambaye wote walikufa wawili na mmoja akampoteza, akamuondoa, akamficha mbali asife, yeye mwenyewe Yuda alitumika na Mungu. Mungu alipangilia lazima hiyo mbegu iendelee ndani ya Yuda ambaye ni mbegu yake, na ndipo ukakuta akienda kuangalia mifugo yake, alienda na akaweza kunaswa na Tamar na akaweza kuzaa wale mapacha wawili. Angalia neno la Mungu. Mungu atapangilia mambo yote ikae sawa sawa. Mungu ni yule jana, leo na hata milele, habadiliki. Sisi tunabadilika na tunabadilisha hata sheria za Mungu kujipendekeza wenyewe, na ndipo tunaingia katika dhambi za kila aina, na hata hatumalizi miaka ile Mungu ametuahidi, kwa sababu tunakufa kabla ya wakati wetu, kwa sababu ya wakuwa watu waasi, watu wasiotenda mapenzi ya Mungu. Angalia makabila mengine, angalia watu kama Wahindi, angalia wanaoana katika jamii, Shah ni Shah, Patel ni Patel. Unaona namna hiyo. Angalia katika Uislamu, hao watu wanaenda namna hiyo, na wanaoa wake wanne. Wanaoa kwa nini? Wanasema Quran, na Quran imetoka maneno mengi kutoka katika Biblia. Kwa hivyo wapenzi, mambo mengi inatendeka, tuangalie sana na tujue ni kinyume na jambo gani. Mambo ya ndani sana nataka mfahamu, ili katika mafikra yako uweze kujua mapenzi ya Mungu ni nini na siku tunazoishi. Na iwe yule mzaliwa wa kwanza atakaye mzaa amfuate nduguye aliyekufa, kwa jina lake lisije likafutwa jina lake katika Israeli. Unaona, yaani ndugu yake amelala na mke, yaani mjane wa nduguye aliyekufa, ili jina la ndugu yake aliyekufa kabla hajapata mtoto wa kijana lisije likafutwa katika Israeli. Kwa sababu asipokuwa na kijana, ama pengine uwe una vijana na wameingia katika dhambi, wameingia ulevi, madawa ya kulevya, hawawezi kuzalisha, kama vile tunasikia katika sehemu zingine za Central Province vijana hawazalishi, imesababisha wake katika kabila hilo kwenda kwa watu wa mataifa ili waweze kupata watoto, ambao sasa hao watoto wamezaliwa na Wakikuyu na wanaitwa ni Wakikuyu, lakini hasa si Wakikuyu, kwa sababu hiyo damu sio hivyo. Na ndio naona mambo imekuwa shida sana katika nchi, imekuwa tabu katika kabila ile, haipatani kabisa. Na ukiangalia makabila mengine yanaoana hao kwa hao, hawakubali mambo yao itoke nje, siri zao zinakaa ndani tu, ni wachache tu wanaotoka nje. Lakini kabila zingine zimetokea kabisa, wamezaa watoto wengine. Kwa sababu gani? Ulevi, pombe, mambo maovu, kutokusikia, kuwa kinyume na Mungu, kuondoka katika mafunzo ya asili yameleta shida namna hiyo. Na ndio maana sasa kabila limebaki na wachache sana ambao wanaweza kujitanisha na damu ya kabila hiyo, yaani Waisraeli wenyeji kabisa, kwa sababu tayari damu hiyo imechanganywa, na ikichanganywa basi huwa Mungu hana furaha na wale, inalazimu Mungu atende mambo mengi. Jifunulie hayo mengine, sitaki kuenda zaidi, naeleza neno la Mungu lilivyo, ili ndugu yake aliyekufa akaacha mke wake mjane, hana mtoto wa kiume, aweze kuwa na mbegu kutoka kwa ndugu yake, jina lake lisije likaisha Israeli. Wapenzi, hata sisi tunaoishi, ikiwa watoto wetu wa kiume watakataa kupata watoto na kuoa na kukaa vizuri, haijalishi namna gani, wakatae kabisa kwa tabia zao mbaya, utaona hiyo mbegu imekwisha kabisa na haipo tena. Ndio unaona hata wamama wanalilia sana mtoto wa kiume wa mume wake, ili jina hilo liweze kudumu vile waliishi na mume wake kwa furaha, aweze kuona damu ya mumewe na mbegu yake imeendelea. Kwa hivyo wapenzi, mambo haya tutazame kwa undani, kwa sababu ni Mungu anayenena na imeandikwa. Na ndio hata Yesu akamwambia Shetani, imeandikwa, usichezee
neno la Mungu, yani ni Mungu pekee. Kwa hivyo wapenzi, tuangalie Yesu alimwambia nini katika Luka 4, limeandikwa, na usimjaribu Mungu. Kwa hivyo wakati unatenda mambo kinyume na neno la Mungu, unamjaribu Mungu. Kwa hivyo unaingia katika shida wewe. Na yule mtu kwamba hapendi kumtoa mke wa nduguye, aende huyo mke wa nduguye langoni kwa wazee. Ikiwa ndugu yake huyu aliyekufa amekataa kumchukua mke wa nduguye, mjane wake, amekataa kabisa, hawezi kumchukua, amekatalia na hakubali kabisa, basi kunasemekana atoke katika lango la jamii la mji pale gate, na aende mbele ya wazee waamuzi wa kijiji, akawaambie, nduguye mume wangu yuakataa. Huyu ni mwanamke anaenda kushtaki kwa wazee pale nje ya lango, mahali wazee walikuwa wakikaa ili kutoa hukumu na kusaidia jamii. Anasema amshtaki, aseme, nduguye mume wangu yuakataa, Israeli hataki kunitimizia yampasayo nduguye mume wangu. Unaona, anashtaki, anasema amekataa, yani ni kusema amekataa kulala nami ili aweze kunipa mbegu, ili aweze kuisetiri ama kuiendeleza mbegu ya nduguye aliyekufa. Kwa hivyo wapenzi, ndio naona ile kesi nimekuguzia ya Boaz na huyo, kwa sababu ya mbegu. Na basi akisa kushtaki namna hiyo, ndipo wamwite wazee wa mji wake waseme naye akisimama na kusema, sitaki mimi kumtoa mwanamke huyu, basi akikataa, akiitwa huyu nduguye na aseme ya kwamba hamtaki huyo mwanamke. Kwa nini? Kunaweza kuwa na mambo kadhaa ambayo inafanya akatae huyu mwanamke. Mwingine anaweza kuwa aliua bwana wake kwa sumu ama kwa njia nyingine, ama alionekana si mwanamke mzuri katika familia, ama hakupendwa na nduguze, ama hawakupenda olewe kule. Kwa hivyo kuna mambo kadhaa, ama ni wasarakasi na mambo mengi payuka, mambo ambayo haikupendeza katika familia. Ndiyo maana huyu ndugu anamkataa, kwa sababu kuna sababu ambayo inasababisha asimkubali. Kwa hivyo ikiwa amemkataa, atafanya nini? Ndipo mke wa nduguye amkaribie mbele ya hao wazee, amvue kiatu chake mguuni na kumtemea mate yake usoni. Kwa hivyo huyu mwanamke mjane aliyeachwa, nduguye akimkataa, nduguye mmewe akimkataa, basi atamsogelea pale alipo ameketi, aende amvue kiatu chake mguuni, amtoe yeye mwenyewe kiatu mguuni. Maana yake nini? Amemtoa nguvu za utembezi, kwa sababu miguu hutembea, ni kuendelea. Miguu ni progressive. Ukiwa hauna miguu hauwezi kutembea, hauwezi kujua mengi, kwa sababu unakaa mahali pamoja. Kwa hivyo miguu inakufanya ueneze Injili, ueneze neno, uweze kutangaza. Angalia katika kitabu cha Waefeso 6 utaona zile kanuni za miguu ya Injili. Unaona? Sasa miguu inapeleka Injili, yani ni mbegu, miguu inapeleka Injili. Na wakati tunasema, angalia kuna siri hapa. Angalia katika Mwanzo 14, unaona ya kwamba Mwanzo 14 pale utaona ya kwamba Ibrahim anasema ati hata kabla ya Melkizedeki, hata watoto walikuwa katika mifupa ya miguu yake, the shin. Kwa hivyo miguu, mbegu za kiume zinatoka huko katika mifupa ya miguu. Kwa hivyo huko ndiko damu inatengenezwa. Wale wamesoma sayansi wanaelewa ya kwamba damu, the cells, zinatengenezwa kutoka pale, na nguvu za uume na zingine zinatoka pale. Na sasa ndio naona hii siri imefichwa katika maandiko. Ndio anavua kiatu kuonyesha sasa ndugu yake hataenezwa tena, mbegu yake haitaendelea. Sasa mwanamke huyu amekuwa na hasira, amemtoa na wewe mbegu yako, basi na kutoa hii kiatu kwa sababu umekataa kuendeleza mbegu ya nduguyo. Kwa hivyo naye atafanya nini? Na amtemee mate. Wakati unatemewa mate na mtu wa namna hiyo, basi huwa ni laana, huwa ni namna ya laana. Yani sikupendi, wewe ni mtu mbaya, wewe ni mtu ambaye hafai. Kwa hivyo wapenzi, unapotemewa mate usoni, hiyo ni dharau ya hali ya juu, na wewe ni mtu usiye na heshima wala hekima. Kwa hivyo wapenzi, anaambiwa mbele ya wazee atamtemea mate na amtoe kiatu. Si ati atatupa, hiyo ni kuonyesha nimetoa hiyo mbegu, umekataa. Sasa haiko ndani yako, nimeitoa ndani yako. Sasa inaweza kupatikana kutoka mahali
pengine tuangalie maandiko, na kumtemea mate katika uso wake. Kisha atajibu yule mwanamke aseme, mume akataaye kumjengea nduguye nyumba yake, na afanywe hivi na jina lake katika Israeli liitwe nyumba ya mvuliwa viatu. Kwa hivyo jina lake ambaye mtoto atapatikana pengine kwa njia nyingine ya Israeli, basi itakuwa ikiitwa jina la mwenye kuvuliwa kiatu, kwa sababu ni alikataa nguvu hizo katika ulimwengu wa kiroho, zikatolewa kwa njia ya kiatu miguuni pake. Sasa zinakubaliwa zikaenezwe mahali pengine, sababu alikataa. Kwa sababu sasa jina la mtoto atakayezaliwa, ikiwa huyo mke kwa sababu amekataliwa aende aolewe kwingine, atakuwa akiambiwa huyo mtoto ni kutoka kwa jamii ya mwenye kuvuliwa kiatu. Na kwa hivyo katika ulimwengu wa kiroho kuna nguvu za namna ambazo Bwana atatenda mke huyu asiwe na hatia na aweze kupata pengine urithi katika nyumba ile. Kwa hivyo wapenzi, kuna siri kubwa. Sitaingia sana katika ulimwengu wa kiroho, lakini nataka ufahamu jambo moja baada ya jingine. Basi washindanapo waume wao kwa wao, akakaribia mke wa mmoja wapo ili kumwokoa mumewe katika mkono ampigae yule mke, akatoa mkono wake na kumkamata tupu yake. Basi hapo tena asikia jambo lingine hapa. Ni wanaume wawili, si lazima wawe ndugu, ni wanaume wawili, lakini ni wanaume, wawe ndugu wawe wanaume wawili, ni wanaume wawili. Kwa hivyo wanaume hawa wawili ambao wao kwa wao wameanza vita, wamezozana, wamepigana, pengine walevi, pengine wanakosa fulani, pengine wana jambo ambalo hawakupatana, wakaamua kulimana mangumi. Wakati wanapigana, kuna wake hatari sana, hawezi kukubali aone mume wake akipigwa. Hapana, yeye hutoka na kwenda kusaidia mume wake. Katika mila na desturi tuseme za Wakikuyu ambazo nazielewa sana, utaona ya kwamba mke wa jina fulani hawezi vumilia mume wake akipigwa. Hapana, yeye hutoka na kwenda kusimama mbele kusaidia mume wake, hawezi kubali kukaa kando. Na makabila mengine ni hivyo hivyo. Umeweza kuona na umeweza kujua, wewe ni mtu ambaye umeelewa na una kabila lako ambalo unaelewa wakati unalisikiza neno hili la Biblia. Lakini siri ambayo inasema, na mke wake mmoja wa hao akatoka akaenda kusaidia mumewe ambaye anapigwa. Na baada wakati wa kupigana, wake wanajua mahali siri ya nguvu iko ya wanaume. Basi anaona huyu mwanaume anapiga bwanangu, basi anaenda namshika zile viazi zake, anamshika ile sehemu yake ya uume. Ndio maana inaelezwa akamkamata tupu yake, yaani anamshika sehemu ya uume wake, akamshika sehemu hiyo, na anapoishika hiyo sehemu aivute, hakuna mwanaume mwingine atapigana vita tena. Akishikwa hapo, nguvu zake zinakwisha, anakuwa chungu sana. Basi unaona nini? Anaambiwa umkate ule mkono wake, lisiwe na huruma jicho lako. Yaani wakati ambapo mwanamke atashika mwanaume mahali hapo, hakuna huruma tena. Anasema ya kwamba huyo mwanamke akatwe hiyo mkono iliyoshika nguvu za mwanaume, yani ni kuharibu. Wakati anashika namna hiyo, anazifinya na ni kama kuua mbegu, kwa sababu ukitokea namna ya mishipa fulani ikatike huko, ile mnaita sijui kwa Kiingereza ile apedadi, yani kukata ile sehemu ya uume asizae tena. Ile watu huenda kukatwa hiyo mishipa, wakati ameshika ikatike huko katika zile viazi zake. Basi ikikatika, huyo mwanaume hatazaa tena, mbegu yake imekwisha. Ndio maana adhabu yake huyu mwanamke akatwe huo mkono, kwa sababu amekatiza uzazi katika Israeli. Kwa hivyo ni hatari sana. Mwanamke yeyote ambaye ni Mkristo, anayemjua Mungu, anayemdhamini Mungu, anayekaa katika imani ya Mungu, asijaribu kuguza hiyo, kwa sababu ni Mungu amesema, sio mimi. Kwa hivyo mambo kama haya yakitendeka, akatwe mkono. Katika nchi ya Uarabuni na kwingineko, Waislamu hawa hukata. Katika nchi zingine ni kuua kabisa, wanamuua kabisa. Katika nchi za kwetu utakuta wengine hata haweki manani, anasema amekamatwa. Hata wengine ndio wanachukua video kabisa ionekane, waweze kueneza katika nini. Ndio dhambi imeongezeka, kwa sababu watu hawatendi haki kulingana na amri za Mungu.
dhambi imeingia. Ndio unaona makahaba wameongezeka, wengine wanafukuzwa katika familia zao kwa matabia kama hizi, kwa sababu hazileti. Na huyu mwanamke anakuwa ni laana, hata asipokatwa mkono yeye amekuwa ni laana, kwa sababu hiyo italazimu aombe sana na aweze kuonana na watu wa Mungu kama alitubu na aliwahi kutenda jambo kama hilo, kwa sababu labda alitenda jambo na kukasababishwa mbegu fulani ikaacha kuenea. Usiwe na mawe ya kupimia mbalimbali, kubwa na ndogo, katika mfuko wako. Yaani kuna mawe sasa, tumekuja kwa ratili, tumemaliza mambo ya mume na mke katika vita. Usiwe na mawe ya kupima ya ratili. Hii ya kupima paundi 1, 2, ratili 1, 2, 3, aunzesi ngapi. Usikae naye mbili ya uongo, yaani uwe naye kwa mfuko. Wakati unapimia watu kitu ama unauza, uwe ukifanya njia haramu ili upate faida. Na hiyo ni kusema hata ile mikebe, ukienda mahali watu wanauza nyanya na viazi mahali pengine njiani na mahindi, wanakata mkebe ingine ya kimbo, wanaweka ingine ndani ya plastiki kuzuia. Ukiona viazi imewekwa namna hiyo unafikiri ni nyingi, lakini ndani hakuna kitu, na kesho yake unakuta watu kanisani ndio wameimba Bwana asifiwe, tumeokoka. Hakuna kuokoka, umeokoka. Wewe ni mwizi, wewe ni haramu kulingana na neno la Mungu, na hakuna mbingu unaenda. Ndio dhambi imeingia hata katika madhabahu ya Mungu, na ndio nasema wakati mtaona ile kiotu kiovu ikiingia madhabahuni, basi mjue wakati umefika. Ndio naona wakati huu mambo ni mabaya sana, kwa sababu wenye dhambi, hata wengine, hata wachungaji wengine wanasema hii ni kanisa ya wote, waje wote. Nani hao naita wote? Nyumba ya Mungu si ya wote, ni ya wale walioamini. Haleluya! Ni ya wale walioamini, si wote, si ya walevi na waizi na wanyang'anyi. Yesu aliwakuta na mijeradi akawatandika sana, lakini pengine ni dini ya mpinga Kristo imeingia katika madhabahu ya Bwana. Tungoje Yesu karibu afunuliwe. Usiwe na vipimo mbalimbali, kubwa na ndogo, katika nyumba yako. Usiwe na vipimo tofauti, zile zimepangwa ratili 1, 2, 3, aunzesi 1, 2, 3, iwe namna hiyo. Usilete zingine za pili ili upate njia ya kudanganya watu na kunyang'anya watu. Uwe na jiwe timilifu na haki. Uwe na mawe, yani yale mawe ya ratili yawe mazuri, yametimilika, ambaye yamepimwa vizuri na yenye haki, ambaye hautanyang'anya kwa uongo. Uwe na kipimo kitimilifu cha haki, zipate kuwa nyingi siku yako katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako. Wakati utapimia mtu, hata sasa huu ni mfanyi biashara, angalia, ni wafanyi biashara wanaouza mahindi, wanaouza nini, sukari nini, hawa ni wafanyi biashara, wanaambiwa nguo na vinginevyo. Usitumie njia ya haramu, tumia njia ya haki, na hiyo itafanya nini? Utaweza kuwa na siku nyingi katika nchi ambayo Mungu amekupa. Wewe umepewa Marekani, wewe umepewa wapi? Wewe umepewa Asia, wewe umepewa Sweden, wewe umepewa Kenya, wewe umepewa wapi? Utaishi vizuri katika nchi ile ukikosa kuwa mwizi, mtu ambaye ni mtu afuati kanuni za Mungu. Unawaibia watu utajirike haraka, hiyo utajiri haitakusaidia. Ni kama ile ndege inalalia mayai isiyo yake, kuja kugundua pengine ililalia mayai ya nyoka isiyo yake ikiagua. Kwa hivyo tafadhali ujihadhari sana, kuwa mtu mwenye haki, na mawe, kipimo unachopimia watu kiwe kitimilifu, ili siku zako ziweze kuwa nyingi katika ile baraka Mungu amekupa katika nchi uliyo hapo. Kwa hivyo wapenzi, uangalie sana, siku zako zitaongezeka duniani kwa sababu ya kutenda mema na kutenda mambo ya haki. Kwa kuwa wote wayatendayo mambo kama haya, wote watendayo yasiyo haki, ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Ikiwa unatenda jambo lisilo haki, na uangalie sana, wakati Roho Mtakatifu anaongea na wewe, anakuambia jambo hilo si mzuri, unamtendea pengine mtoto yatima, pengine mgeni, pengine mjane, pengine mtoto wako tu umezaa, pengine mme wako unamwekea sumu na ile mavitambara na waya za kusafisha masufuria, unamwekea kidogo kidogo kwa chakula ili afe, urithi mali yake. Wewe hakuna kurithi, utakuwa utasumbuka, ama kuondoa gedhuke, yani kuondoa ile shida iliyopo. Unajua kuna
wanawake wanatengeneza grupu, wanasema ni wakati wa kuondoa hii gedhuke kuondoa ndoa, wale wanaume wenye kazi waondoke, wenye utajiri waondoke, ndio mama aridhi mambo yote. Hiyo yote haitakufaidi. Kaeni miaka ile Mungu amewapa. Yule ataenda mbele aachie mwingine, na yule ataachia watoto baadaye. Maisha mafupi tu, hatuishi sana, lakini Mungu anasema tutaishi miaka mingi tukitenda mapenzi yake vile anavyosema. Lakini tukikataa, basi tutakuwa ni chukizo mbele ya Bwana. Na kwa hivyo Bwana, ukiwa chukizo mbele ya Mungu, wewe huwezi ishi miaka mingi, utakwisha haraka haraka. Ndio naona makaburi mengi watu wanakufa mpaka miaka 40 hapo, hawafikishi wengi wao namna hiyo. Magonjwa yamezidi, mambo mengi. Lakini ukimwamini Mungu jambo moja na utende mapenzi yake, hata kama utatenda yote mengine, uepuke, utakaa vizuri na Mungu atakuangalia, atatuondoa katika majaribu. Ndivyo alituambia tuwe tunaomba kwa njia hiyo katika kitabu cha Mathayo 6 kuanzia hapo 9 mpaka 13, anatuambia tuondolewe katika majaribu. Kwa hivyo hata tukiingia katika majaribu, na sisi ni watu wakamilifu mbele ya Bwana, atatuondolea mengine, atatusaidia. Roho wake Mtakatifu atatuongoza, kwa sababu neno la Mungu linasema hatua za mwenye haki huongozwa na Roho wa Mungu. Kwa hivyo wapenzi, neno la Mungu ni nuru ya miguu yetu. Kwa hivyo tukifanya neno la Mungu linavyosema, basi tutaishi, kwa sababu neno la Mungu ni kweli na ni haki. Kwa hivyo kumbuka aliyokufanya Amaleki katika njia mlimokuwa mkitoka Misri. Yaani usisahau vile Amaleki alikufanya, vile aliwapiga pale katika Refidimu. Nakumbuka katika kitabu cha Kutoka tulisoma Kutoka 17, wakati ambapo Musa alisimama pale anaomba mpaka akachoka, mpaka akaenda kusaidiwa na Haruni wakiwa na Huri, na pale ndugu yetu kijana yule alikuwa akiitwa Joshua, ndio tunamuona kwa mara ya kwanza wale wa Amaleki wakiua watu wa Israeli, naye anasimama akiwa jemadari mpaka wakawashinda. Kwa nini? Ujua wa Amaleki ni mambo ya mwili, mambo ya mwili. Upigane na mambo ya mwili, mambo ya ngono, mambo ya umalaya, ukahaba, mambo yasiyompendeza Mungu, chukizo nini. Hao ni Waamaleki. Kwa hivyo ujihadhari sana na Waamaleki. Ati na Mungu anakuambia kumbuka, kabla haujaokoka vile alikufanya wakati unatoka katika nchi ya Misri ya utumwa, wakati ulikuwa mtumwa wa Shetani. Kumbuka vile alikutendea, kulala vilabu usiku, kufanya nini, kwenda ukahaba, kwenda kufanya nini. Mambo hayo yote usisahau, ni Mungu alikutoa huko. Kwa hivyo kumbuke, usirudie huko. Anasema nini? Jinsi alivyokukuta katika njia, akapiga katika watu wako walioachwa nyuma, wote waliokuwa wanyonge nyuma yako, walipokuwa wamechoka na kuzimia, wala wasimche Mungu. Yaani wakati anakuja huyu Amaleki, anakujaga kwa wale watu weak, wale ambao ni wanyonge, watu ambao ni wanyonge, hawaelewi neno la Mungu, hawataki kulijua, ama wale wamelizoea. Hawa ndio tunaita wanyonge katika neno la kiroho, ambao wamechoka, wamegojea Yesu. Wanasema Yesu haji, tumemgoja. Wanarudi nyuma, wanaanza kufanya dhambi katika kanisa. Wanakuja tu kanisa, lakini zile dhambi wanafanya, oh my God, hata wakati mwingine mnajaribu kusukuma ibada haiendi, kwa sababu mwingine ametoka kwa dhambi asubuhi hiyo, amekuja hata hajaoga. Kwa hivyo mambo haya yanazuia uwepo wa Mungu, kwa sababu Mungu anaona hii yote, na ndio maana wanapatwa na Waamaleki. Hii ndio maana ya kuelezwa Waamaleki, wakati watu wanaingia katika dhambi, wale walio wanyonge, kwa sababu watu ambaye ni watu wanafanya utimilifu na watu active, watu kila wakati wanasoma neno la Mungu, hawa walikuwa mbele, hawa huwa mbele. Ndio unasikia neno la Mungu jinsi alivyowakuta katika njia, akawapiga watu wako walioachwa nyuma. Si wale walikuwa mbele, ni wale walioachwa nyuma, wale ambao walikuwa wanyonge waliokuwa nyuma yako. Ulipokuwa umechoka na kuzimia, wengine walikuwa wamezimia, wameanguka kwa dhambi zao, wamekaa huko. Ukiwaambia watoke dhambini, wanasema sisi tumechoka, hakuna haja ya kutoka. Huyo Yesu mnasema haji, tumemgoja hata siku za kale, tulisikia hata kuja na haji. Wameingia, wamechoka. Hawa watu wamezimia katika dhambi. Kwa hivyo wapenzi, Mungu anakuambia kumbuka vile hawa watu walikuliwa.
Watu wangekuwa mbegu ya Mungu, lakini walimalizwa kwa sababu ya mambo yao mabaya. Ndiyo hivyo katika nchi ambazo zinatenda maovu, wataendelewa kumalizwa. Mambo mengine yanatendeka, pengine ni Mungu ameachilia hasira zake, hukumu yake. Unasikia watu wanakufa, wengine ni katika volkano, milipuko ya moto, wengine ni katika ajali za barabarani, wengine vile vile ni katika kuuana wenyewe kwa wenyewe, wizi katika nchi, ukahaba umeendelea, hata watoto wakiwa shuleni, wakienda chuoni, jioni wanaenda ukahaba katika vilabu, na wazazi wanafikiri watoto wako shuleni. Ni dhambi imeongezeka, nchi imekuwa mbaya kuliko Sodoma na Gomora, na ndio unakuta ya kwamba wengine wanapewa leseni ya kufanya ukahaba. Hayo ndio yamekasirisha Mungu, na ndio unaona mambo mengi inatendeka, si kwa sababu hati unasema hapana, kwani imekuwaje? Watu wanaomba, na ndio wamezuia kufunuliwa kwa Kristo, kwa sababu tayari mtendakazi yuko kazini, watu wamemfuata kwa wingi. Hata makanisa mengi sasa unasikia ni makanisa si ya Yesu, ni ya Shetani. Antikrist ameingia na ana wafuasi wake, manabii na wengine wamepenya mpaka kanisani, wanavaa nguo za ajabu ajabu. Hata naogopa wakati mwingine kuvaa nguo zingine, kwa sababu sasa huwezi jua mtu wa kweli na mtu mwongo. Huyu ambaye amekuja na kuingia nyumba ya Bwana, mbwa mwitu ameingia kuharibu kazi ya Bwana. Hawa ndio wanasemekana hapa, hawakumbuki wamefanya watu kuwamaliza. Kwa hivyo wapenzi, basi itakuwa hapo atakapokwisha kukupumzisha Bwana Mungu wako baada ya mambo haya yote, usimkubali muamalaki kuja katika maisha yako. Na basi wakati Bwana atakupumzisha, sasa umefika katika nchi ile, Mungu amekubariki, unakaa vizuri, una amani, chakula unacho kingi, una kazi nzuri, mwili wako una afya. Basi wakati Bwana atakupumzisha, ndio wakati huo tunasema unapumzika Mungu wako katika adui zako wote walio kando kando. Yaani atakuondolea magonjwa, shida, adui zote atakuondolea, usikie una amani. Yaani utakuwa na amani ya Bwana. Hata wale wamekuzunguka kando kando hawatakuguza. Kuna wengi wamekuzunguka hapo kando kando, karibu na wewe. Mtu aliye kando ni mtu aliye karibu na wewe. Kwa hivyo hata hao hawatakuguza, kwa sababu Mungu amekupa pumziko, kwa sababu umekuwa mtimilifu, mtu mwaminifu, mtu ambaye anamwogopa Mungu. Kwa hivyo anasema nini? Katika adui zako wote walio kando kando, na katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako iwe urithi, uimiliki, ndipo ufute uifute ukumbuko wa Amaleki chini ya mbinguni, usisahau. Kwa hivyo uondoe kabisa mambo ya Amaleki, tabia zao mbaya zile walikuletea. Wakati Mungu amekupa pumziko, amekupa amani, uondoe kabisa, uvute kabisa katika maisha yako. Usikumbuke tena mambo ya dhambi, epuka na dhambi, usikubali kuitenda tena. Kataa kabisa. Ukiona rafiki yako anakupeleka kwenye dhambi tena, kataa na usimkaribie, kwa sababu Bwana anasema sasa upate pumziko, ufurahi na uangalie mambo hayo Mungu ametufunza siku ya leo, uweze kukaa vizuri katika nchi ambayo ametumpa iwe urithi wetu. Nchi ametupa, mahali unaishi, angalia vile Mungu amekubariki. Angalia tu mwenyewe, unajua, kwa sababu haukuwa hivyo mwanzo. Ni Mungu amekubariki kukutoa katika shida ulizokuwa nazo, mambo magumu uliyopitia.